Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 26 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema serikali yatoa tahadhari ya mafua makali ya uviko 19. Serikali yatoa tahadhari ya mafua makali ya uviko 19. Lakini agizo la Mwigulu, mtuhumiwa uporaji mali za mjasiriamali akamatwa. Agizo la Mwigulu, mtuhumiwa uporaji mali za mjasiriamali akamatwa. Lakini apata ujauzito kwa kupandikizwa kizazi cha marehemu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Inasema apata ujauzito kwa kupandikizwa kizazi cha marehemu. Lakini bodi ya kanisa la Wasabato yavunjwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema Heche ataja ilipo nguvu ya Chadema. Huyo ni John Heche ataja ilipo nguvu ya Chadema, atoa masharti kuwafungulia milango makada waliohama, asisitiza hakuna mwenye mapembe ndani ya chama. Tone tone yaendelea licha ya kaunti kufungwa. Lakini jaji mkuu aonya mawakili kuchelewesha mashauri. Jaji mkuu aonya mawakili kuchelewesha mashauri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa gazeti lako la Mwananchi lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inasema kafu hakupoi, Dunga atinga kwa msajili. Kafu hakupoi, Dunga atinga kwa msajili. Lakini Aisha ateuliwa mjumbe mpya bodi ya MCL. Aisha ateuliwa mjumbe wa bodi mpya ya MCL. Lakini nizamu vigogo CCM kufyekwa. Nizamu ya vigogo Chama cha Mapinduzi CCM kufyekwa. Vikao vya juu vyaanza kuchora ramani sekretariat ya Dr. Migiro kufumwa upya. Vuguvugu uchaguzi wa CCM makundi ya jipanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini sababu za ongezeko la mafua ya COVID-19 wataalamu waonya. Na huyu ndiye pengo, dada yake asimulia maisha yake kabla ya utume. Huyu ndiye pengo, dada yake asimulia maisha yake kabla ya utume. Lakini mauaji ya Ngoma kuamsha vita mpya DRC Congo. Mauaji ya Ngoma kuamsha vita mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaanza na habari inayosema Tanzania mwenyeji mpango ununuzi dawa vifaa tiba Sadeki. Tanzania mwenyeji mpango ununuzi dawa vifaa tiba Sadeki. Lakini Peramio Shiwinga kuchagua mbunge diwani leo. Peramio na Shiwinga kuchagua mbunge na diwani leo. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ni Samia aweka historia ya uwekezaji wa bilioni 987. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani aweka historia ya uwekezaji bilioni 987, achochea mapinduzi sekta ya viwanda, uzalishaji sukari kufikia tani 271,071. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa tatu. Lakini serikali yatoa tahadhari ongezeko la uviko 19, mafua makali dengue. Lakini Dr. Magembe aeleza dalili za kila ugonjwa. Lakini kuna habari inasema PPAA yafungua fursa kwa vijana 878 kuzuia zabuni za shilingi bilioni 586. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo linaandika Rita yavunja bodi kanisa la Wasabato. Rita yavunja bodi kanisa la Wasabato. Lakini mamlaka yazuia zabuni za bilioni 587. TRA yaingizwa mifumo kuongeza wigo wa kodi. Lakini tahadhari yatolewa ongezeko la influenza COVID-19. Lakini kuna habari inayosema madereva wafa magari yakigongana kuwaka moto.
na Tanzania eleza UN maendeleo leo sera huduma za kijamii. Lakini askofu ataja sababu Kardinali Pengo kuandaa kaburi. Askofu aeleza sababu za Kardinali Pengo kuandaa kaburi. Habari inaendelea ukurasa wa 7 kwenye gazeti la Habari Leo. Na serikali kuratibu ufadhili masomo nje yatangaza 10 ufadhili wa Samia shahada ya uzamili. Hiyo habari kwenye gazeti lako inaendelea ukurasa wa 7. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika Dr. Haruni, serikali itaendelea kusimamia utawala bora na idadi ya wasafiri wa anga yaongezeka Zanzibar. UN yataka kusitishwa usitishaji wa vita Sudani. Lakini kikosi cha zimamoto chapokea gari boti za uokozi. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo. Inaandika tahadhari ya mafua makali ya uviko 19. Lakini wadau wapongeza uzinduzi wa makao makuu ya ulinzi. Na simulizi ya kusikitisha anayedaiwa kuua mke. Na kuna habari inayosema Dr. Kikwete aeleza alivyomfahamu Pengo. Dr. Kikwete aeleza alivyomfahamu Pengo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika habari inayosema Rita yavunja bodi ya wadhamini kanisa la Wasabato. Lakini jaji Tshekaya rais mpya mahakama ya Afrika. Na serikali ya tahadharisha urejea uviko 19 mafua makali. Mganga mkuu wa serikali ya wataka wa Tanzania kuchukua hatua za kujikinga. Lakini na mwendo wa matumizi ya barakoa. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini Dr. Homera awasilisha taarifa UN kuimarika huduma za kijamii Tanzania. Na serikali ya sajili dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo kumradhi, tuangazie gazeti lako la Uelekeo asubuhi leo inaandika Rais Samia awaandalia vijana mabilioni kusoma. Lakini Jafo aupa msukumo mpya ujenzi wa daraja la Kitomondo. Tahadhari ya uviko 19 influenza ipo, wizara yatoa tahadhari. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo. Lakini ujumbe wa DRC waona fursa Muhimbili. Na bima ya afya makundi maalum kuanza leo. Na gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye linaandika wananchi wampongeza Dr. Jafo kwa kusimamia ujenzi wa daraja. Lakini serikali katika mkakati wa kuzalisha wataalamu wa AI. Serikali katika mkakati wa kuzalisha wataalamu wa AI, TRA yakabidhiwa gari zenye thamani ya shilingi bilioni 24. Lakini mrithi wa Jenista Mhagama kujulikana leo Peramio. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako Ukweli na Uwazi linaandika Dr. Kisege JKCI kufungua tawi DRC Congo. Lakini Peramio kuchagua mbunge diwani leo. Na muungano wa Tanganyika na Zanzibar unavyosifika kimataifa. Lakini kijana aondoka na milioni 50 za TRA kwa ubunifu wake. Na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ya kutana jijini Dodoma. Hilo ni gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa ya mbele. Lakini Mwananchi Huru gazeti lako asubuhi ya leo lenye linaandika TRA ya wamwagia milioni 240 vijana wabunifu. Lakini marodi ya gongana na uso kwa uso Morogoro kuwaka moto, watatu wafariki dunia. Na upekee wa muungano waipaisha Tanzania kimataifa. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo linatuandikia Rais Samia aongoza kikao cha kamati kuu Dodoma. Rais Samia aongoza kikao cha kamati kuu Dodoma. Na upekee wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hii ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Na TRA ya wamwagia mamilioni milioni 240 vijana 9 wabunifu. Na malalamiko ya viwanja mbadala wapatikana ufumbuzi Dodoma. Polisi Morogoro yachunguza ajali iliyoua watu 3. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo.
Tunaanza na gazeti lako la Taifa Tanzania. Kwenye michezo inaandika Yanga yawa ya kwanza kusimamisha mnara wa 5G ligi kuu Tanzania bara. Lakini Tanzania Prison ya timu wa kocha. Usajili wa Soa Simba yala hasara. Usajili wa Soa Simba yala hasara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga yaishusha JKT Tanzania kileleni kwa kichapo kizito. Lakini Sajigwa achukua mikoba ya Evans Otieno Prison. Simba yavutwa mkia na Dodoma Jiji. Dimba la Afcon ya Arusha kukamilika Julai. Hiyo ni gazeti lako la Uelekeo kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Mayele afunga bao aweka rekodi Piramidi. Walete hao Yanga yaitikisa Simba ni baada ya kuitandika JKT goli 5-0. Lakini sakata la Simba na Soa mambo magumu. Sakata la Simba na Soa mambo magumu. Sajigwa arithi mikoba ya Otieno Prison. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa michezo. Lakini Wamachinga gazeti lako linaandika Simba yaambulia sare kwa Dodoma Jiji. Lakini Mayele aweka rekodi Piramidi. Nyota JKT Tanzania atabiriwa kiatu CRDB FA. Yanga waichapa JKT Tanzania goli 5-0. Hiyo ni gazeti lako la Wamachinga kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Uhuru naandika Yanga yatuma salamu Msimbazi. Yanga yatuma salamu Msimbazi. Mzizi apata majanga Pakome chini ya uangalizi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Yanga yasambaratisha JKT. Yanga yasambaratisha JKT kwa goli 5-0. Lakini Mahafuzi achaguliwa mwenyekiti klabu ya michezo baraza la wawakilishi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ya asubuhi ya leo linaandika Soa avunja ukimya Simba. Lakini tukutane Zanzibar. Hiyo ni habari ikisema tukutane Zanzibar. Huyo ni Depu. Lakini Fuso aachiwa zigo la Mkenya. Fuso aachiwa zigo la Mkenya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kwenye michezo linaandika Simba ni mbabe wa Yanga visiwani. Historia yasema Simba ni mbabe wa Yanga visiwani. Lakini Simba yatajwa kusaka mbadala wa Soa. Yanga yatuma salamu Simba kupitia JKT Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Kula Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.